Kwa jina naitwa Teresia Otaru, ni manager uhusiano wa huduma ya wanawake na vijana kwa benki ya Azania kutoka head office. Leo nimekaribishwa hapa, lakini nitaongea machache kwa sababu mengi tayari mlishayajua. Azania benki, pamoja na kwamba tunayo huduma ambayo ni ya mwanamke, ambayo inamwezesha mwanamke katika kumpa mikopo ya riba nafuu 1% kwa mwezi au 12% kwa mwaka, na yenyewe pia ni riba pungufu. Lakini kikubwa zaidi ambacho Azania tunacho tofauti na wengine ni kutoa elimu ya fedha, financial literacy. Unapompatia huyu mwanamke, kabla hujampa hiyo fursa ya mikopo, lazima pia uhakikishe anaouelewa mpana wa namna gani akaweze kutumia hii hela atakayopata ili iweze kuleta jamii, iweze kuleta faida katika biashara yake. Katika elimu ya fedha ambayo nitazungumzia kidogo tu, maana nafikiri muda ni mfupi, lakini ratiba yenu pia ina mambo mengi. Imegawanyika katika makundi yafuatayo. Mwanamke huyu lazima tunampa elimu ya budgeting, namna kufanya budgeting, katika budgeting ya nyumbani. Maana unapomwezesha mwanamke, basi umewezesha jamii. Ni lazima tuhakikishe kwamba huyu mwanamke tunayemwezesha ni mwanamke ambaye ana uwezo wa kuangalia fursa zinazomzunguka na kutumia zile fursa aweze kuzibadilisha ziweze kuleta tija katika kuongeza uchumi na kuwa support kwa mume wake au kwa familia nzima. Lakini tunapomwangalia mwanamke huyu pia, unapozungumzia budget, kuna budget ya biashara, kuna budget ya familia. Kwa hiyo tunamwambia mwanamke huyu katika kipato chake ni lazima hakikishe kwamba kipato kiendane na matumizi asije kazidi kipato hata siku moja. Kwa hiyo tunamuelewesha, ni somo pana kidogo, kwa leo sitaweza kulizungumzia lote. Lakini tunamfundisha mama huyu namna umuhimu wa kufanya saving au kuweka akiba. Kuna akiba ya muda mrefu na kuna akiba ya muda mfupi. Akiba ya muda mfupi ni ile ambayo huyu mama ataitumia, atakuwa anaweka akiba kidogo kidogo, anaweza kaweka benki au kaweka UTT au sehemu nyingine, lakini ile ambayo huyu mama atakapopata tatizo, basi ataweza moja kwa moja kwenda kuitumia na katatua ile tatizo kwa wakati huo, kabla hajafikiria kwenda kwa jirani au kwenda kwa mtu mwingine kukopa. Lakini pia malengo ya muda mrefu katika kuweka akiba ni yule ambaye anasema ikifika baada ya mwaka natakiwa mtaji wangu niwe nimeongeza kwa kiasi fulani. Kwa hiyo katika kipato changu nitakuwa naweka labda 200,000 au 300,000 au 1,000,000. Lakini ni wapi aweke katika sehemu ambayo ile hela itakuwa inatengeneza faida. Kwa hiyo mwisho wa mwaka anakuwa amepata lile lengo lake limefika, lakini limepata zaidi ya hapo. Azania pia tunamwambia kwamba kuna mikopo. Tunaposema mikopo, ni lazima mwanamke huyu aweze kuwa na uwezo wa kuangalia ni wapi akakope. Ziko benki nyingi sana. Mwanamke yeyote ambaye ni mwanamke mpambanaji ni lazima awe na uwezo wa kutafiti. Unapita benki A, unapita benki B, unapita benki C, zote unaangalia kwamba mimi ninakopa na nufaika kitu gani, kiasi ninachopata na biashara ninayofanya na kiasi nitakacholipa, je, kinaendana, riba ninayotoa. Lakini pia unaangalia ile masharti yaliyoko pale, una uwezo wa kuelewa ile masharti na unakubaliana nayo. Kama kubaliani nayo, basi ufanyeje? Baada ya kupita kote, basi unakuja unaangalia, je, na umuhimu wa kuchukua mkopo, na je, ninao uwezo wa kuchukua mkopo nikaulipa bila kutetereka katika biashara yangu. Kwa hiyo vyote hivi tunamfundisha huyu mwanamke, ambao tunasema kwamba ni loan management, au namna gani ya kuweza kumanage mkopo anaochukua, au namna gani ya kutafuta fursa atakazozipata ziweze kuleta tija kwake yeye na sio kwa yule mkopaji. Kwa hiyo vyote hivi tunatoa hiyo elimu kwa akina mama hao, na niko certified na BOT kabisa katika kutoa hiyo elimu. Lakini kingine pia tunasema kuna swala zima la investment au uwekezaji. Huyu mama pamoja na kwamba anafanya biashara, ni lazima ajue kuna siku atachoka, kuna siku atazeeka, au pia ni lazima uwe na vitu vingine ambavyo vinakuongezea kipato. Kwa hiyo unaangalia ukawekeze wapi. Kuna sehemu nyingi sana za kuwekeza. Kuna kuwekeza kuna fixed term hapo utaweka benki, kuna UTT, kuna real estate ambapo labda utanunua mashamba, utanunua viwanja, utajenga. Kwa hiyo unaangalia unawekeza ili baadaye pale utakuwa una nguvu, au hata wakati unafanya biashara vile vitu vinafanya nini, vinakuletea faida. Kwa hiyo pamoja na hayo tunawaambieni basi Azania ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inamsapoti mwanamke, na pia inaungana na serikali ya Mama Samia kuhakikisha kwamba unapomwezesha mwanamke umemwezesha jamii nzima. Kwa hiyo nawakaribisheni sana Azania katika kupata hii mikopo, na mikopo inaanzia kuanzia 200,000 mpaka 500,000 mpaka 1,500,000. Kuna vikundi, kuna mtu binafsi, kuna makampuni, wote hao wanakubalika na wote hao tunawashika mkono na wote hao wanakopesheka katika benki ya Azania. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana, na kwa yale mapungufu ambayo yalitokea huko tayari nimeongea na founder wa Tanga Women Bi Latifa, na pia tutaongea naye vizuri tuweze kuweka namna ambayo wale akina mama ambao labda kwa ajili ya kukosa labda
dhamana, tunafanyaje sasa ili na wenyewe waweze kupata mkopo kwa muda mfupi, lakini pia waweze kurejesha kwa muda ambao unatakiwa. Kwa hiyo naamini ya kwetu hapa na kukutanika hapa sio kukutanika tu. Nyie ni akina mama wa nguvu ambao mnao uwezo wa kubadilisha nchi na kila mwanamke akawa na uwezo wa kumiliki uchumi himilivu au uchumi wa blue. Karibuni sana. Kwa hiyo machache basi, naomba dakika zangu nafikiri zitakuwa zimeisha, nisingependa MC aje anitoe hapa. Asanteni sana.